Leo tulikuwa na shauri la ndugu Luhaga Joelson Mpina na chama cha ACT Wazalendo dhidi ya tume huru ya uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali. Shauri hili lilikuwa leo limepangwa kuja kwa ajili ya uamuzi mbele ya majaji, jopo la majaji watatu ambalo linasimamiwa na Jaji Frederick Manyanda akiambatana na majaji wengine wawili, Jaji Abdalla Gonzi na Jaji Kainda. Sasa tumeingia mahakamani, lakini upande zote mbili, kwa maana ya upande wa waleta maombi na upande wa serikali, tulikuwa tayari kwa ajili ya kusikiliza hukumu, lakini mahakama kupitia kwa mwenyekiti wa jopo wametuambia hukumu hiyo haijawa tayari, na wametueleza sababu mbili. Moja, bado wanatafakari, lakini ya pili wanataka kuandika kitu kizuri kwa sababu hukumu yenyewe inahusu jambo zito lenye maslahi makubwa ya umma. Kwa hiyo wameomba tuwape muda zaidi, wananchi na wanachama na wapenda haki waendelee kuvumilia, na sasa hukumu hiyo itasomwa tarehe 15 saa 3 kamili asubuhi kwa njia ya mtandao. Mahakama imesema kwamba imetoa maagizo kwa msajili wa mahakama kuu, masjala kuu, kuhakikisha kwamba wanaweka maandalizi yote ili hukumu hiyo iweze kupatikana kwa kupitia mtandao wa mahakama na kwenye kwa maana mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wananchi wote tunaombwa kae mkao wa kusikiliza hukumu hii tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025 saa 3 kamili asubuhi kupitia kwenye mtandao. Msingi wa shauri hili ni hoja ya kwamba tume huru ya uchaguzi ilifanya makosa ya kisheria na ya kikatiba kumwengua ndugu Luhaga Joelson Mpina kama mgombea wa kiti cha urais kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo. Na hoja hii ilijikita katika mtazamo wa kisheria kwamba tume huru ya uchaguzi badala ya kufanya maamuzi kwa kuzingatia utashi wao na mamlaka walionayo ya kikatiba, wao walijikita zaidi kwenye kuzingatia ushauri na mapendekezo yaliyotolewa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo huo ndio msingi. Sisi kwenye madai yetu tunasema kwamba tume ya uchaguzi kama ambavyo inafahamika ni tume huru. Kwa hiyo tume huru haipasi kwa mujibu wa katiba kupokea maagizo na maelekezo kutoka kokote, bali inapaswa kutumia utashi wake na mamlaka yake ya kikatiba kufanya maamuzi. Sasa wao kwenye uamuzi wao walioutoa wako very clear kwamba wamezingatia maelekezo yaliyotolewa na msajili wa vyama vya siasa, ambaye aliwaondoa kwenye kinyang'anyiro hiki sio tu Luhaga Joelson Mpina, lakini pia na mgombea mwenza wa kiti cha urais. Kwa hiyo hilo ndio msingi wa shauri lililoko mbele ya mahakama hii. Ni shauri lenyewe liko kwenye hati ya dharura na limefunguliwa kwa hati ya dharura, na mahakama inauelewa udharura huo. Lakini kama ambavyo mmesikia leo, majaji nao wamekiri kwamba pamoja na kwamba hili ni jambo la dharura, lakini ni jambo zito. Sasa kwa sisi kwenye tafsiri yetu tunapoona jambo ni zito, ina maana ni kwamba pengine wanaangalia mustakabali mzima wa uamuzi wanaotaka kuufanya. Je, utakuwa na mambo gani kuhusiana na swala hili? Kama ambavyo umependa kusema kwamba kuna watu ambao wagombea wengine wanaendelea na kampeni. Huyu Luhaga Joelson Mpina na chama chake, wao pamoja kwamba chama kinaendelea kwenye kampeni, lakini yeye ameondolewa kwenye kugombea, kwa hiyo hawezi kufanya kampeni. Kwa hiyo wanaelewa uzito wa jambo lenyewe. Kwa hiyo wanataka kulifanya
kwa namna ambayo watayazingatia hayo yote. Sisi tunaamini kwamba majaji wanatafakari hayo yote kwa sababu yote yako kwenye madai yetu, kwamba ni jambo la dharura, kuna mwenendo wa kampeni unaendelea, na wanatambua kwamba kuna wakati tuliomba zuio kwa kampeni kusimama, lakini wakasema hapana, tunatambua na hili jambo na litafanyika kwa dharura hiyo. Kwa hiyo tutarajie kwamba wakati wanatupa sababu za uamuzi wao, wataelezea udharura, lakini wataelezea na wao kwa kina gaubaga kwa nini imechukua muda mrefu zaidi ya ilivyotarajiwa. Kwa hiyo hilo tunaamini litakuwa ni sehemu ya hukumu. Watatueleza kwa nini kwa kinaga ubaga limechukua muda mrefu zaidi, lakini wao wametuambia leo kwamba wanatambua kwamba ni jambo gumu ambalo wanapaswa kuliamua. Kwa hiyo wangependa muda zaidi walitafakari kwa kina.